Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Naomba nitumie nafasi hii kuwakaribisheni wote katika shughuli yetu ya leo. Siku ambayo tumekuunganika hapa kwa ajili ya kuzindua rasmi mchezo wetu wa mbio za baisikeli za kimataifa kwa ajili ya kuadhimisha na kusherehekea miaka 60 ya uhuru wa Tanzania. Kwa majina naitwa Kisembo Ronex Tendo, ni mkurugenzi wa Afrika Mashariki Fest. Natokea nchini Uganda na nafurahi sana kuwepo hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni Assistant Commissioner of Police ndugu Adam Maro, pamoja na ndugu wadhamini ambao mko hapa leo, nitaomba kwa ruhusa yenu kabisa niweze kutambulisha ndugu John Busungu ambaye ni Deputy Secretary General wa shirika la Tanzania Red Cross Society. Karibu sana. Naomba pia kutambulisha uwepo wa ndugu Madam Rubna Ismail ambaye ni Managing Director wa Just Fit. Hawa ni baadhi ya wadhamini ambao wamejitokeza kuungana nasi katika hii safari yetu ya mbio za baisikeli. Naomba kuendelea kutambulisha ndugu Ismail Mpinga kutoka Air Tanzania. Karibuni sana na tunashukuru uwepo wako hapa. Katika sisi hapa bado tunamtegemea mwakilishi kutoka Azam Media ambayo ndugu Patrick Nyembela yuko nasi hapa. Karibu sana ndugu. Na pia rais wa chama cha baisikeli nchini Tanzania Mr. Jax Mohagama pamoja na makamu wake Mzee Hussein. Karibuni sana. Ndugu waandishi wa habari, naombeni niende straight kwenye tukio lenyewe. Mchezo wetu wa mbio za baisikeli za Tanzania International Cycle Tour unatarajia kufanyika kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 7 mwezi Disemba mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, nia na madhumuni ya mchezo huu ni kusherehea, yani kujumuika na Tanzania kwenye sherehe za maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru, tukitambua mchango wa Tanzania kwenye Tanzania iliyotoa kwenye kipindi cha kupigania uhuru na ukombozi wa nchi za Afrika. Tunatambua sana kwamba nchi ya Tanzania ilijitolea kwa hali na mali kuweza kusaidia nchi kusini mwa SADC na kwingineko ili kuweza kupata ukombozi na uhuru. Kwa hiyo tunaposherehekea miaka 60, tunaona ni wakati mwafaka kama vijana kutoka nchi za Afrika Mashariki, SADC na kwingineko kujitokeza kuungana na Tanzania kwenye hizi sherehe. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niendelee kwamba tunatarajia mpaka sasa nchi 12 ambazo zimesha confirm kwamba zitashiriki mashindano haya, na wageni wetu wanatarajia kuanza kuwasili nchini tarehe 28 hadi 29 mwezi Novemba. Nchi ambazo tayari tunazo kwenye listi yetu ni nchi za East Africa, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan, tunayo South Africa, tuna Zambia, tuna USA, yani kutoka nje tuna Netherlands, kuna wachezaji kutoka Italy, Sudani ya Khartoum pamoja na DRC. Nchi zingine zinazidi kujiandikisha mpaka tutakapofunga registration tarehe 20 ya mwezi huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, michezo yetu itakuwa ni na takriban kilomita 555 ambazo zitachezwa ndani ya siku 5, na tutakuwa na mchezo wa uzinduzi visiwani Zanzibar tarehe mosi Disemba. So kwa hiyo wageni watakapofika tarehe 28, 29 tutaenda Zanzibar tarehe 30. Na naomba nitumie nafasi hii kushukuru serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ikuongoza na Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi
pamoja na waziri Mheshimiwa Tabia Maulid kwa mapokezi mema waliotupatia na kwa mchango ambao wameahidi kwamba wageni wetu watakapokwenda Zanzibar kila kitu kule watakisimamia wao ili kuwapa wageni ile tunasema unforgettable experience, yani waweze kufurahia ujio wao na ugeni wao nchini Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutacheza pale uwanja wa Amani tarehe mosi. Baada ya kucheza huo mchezo tutarejea Dar es Salaam jioni ya tarehe mosi. Tukirejea Dar es Salaam tutakuwa na makambi yetu. Naomba nitumie nafasi hii kushukuru pia uongozi wa mkoa wa Dar es Salaam. Tumeomba viwanja pale TTCL Makumbusho kwa ajili ya kuweka makambi ya wageni. Safari hii tutakuwa wageni wetu wote wanalala kwenye mahema, yani camping experience, kwa sababu tunaenda kusini mwa Tanzania. Kwa hiyo tutarejea tarehe mosi baada ya kucheza mchezo. Tukirejea tarehe mosi, tarehe mbili ni siku ya mapumziko. Hiyo siku ya mapumziko tunatarajia kuwa na kitu tunaita demo ride. Tutaanzia pale kwenye kambi letu, tutembelee makao makuu ya utalii Tanzania, yani TTB, utalii house. Tukiendesha baisikeli zetu na kuhamasisha wananchi wa Dar es Salaam kuweza kujua kwamba kesho yake kuna shughuli kubwa inayofanyika. Na pia tunatarajia hiyo tarehe mbili kuendesha baisikeli tukifanya tu demo ride ile kupasha na kueleza tu wananchi wenyeji wa Dar es Salaam twende uwanja wa taifa wa Terminal 3 ili kuonyesha pia sekta ya miundombinu katika nchi ya Tanzania. Kuna uwanja mpya, barabara safi. So tunataka pia tupitie Dar es Salaam, wageni waweze kujionea wakitumia baisikeli. Mwishowe turudi kwenye makambi, tujiandae kwa ajili ya tarehe 3. Tarehe 3, Mheshimiwa mgeni rasmi, tutaanzisha mchezo wetu pale Serena. Na tutaendesha takriban kilomita 120 kuanzia Serena kwenda Bagamoyo na kurudi Serena, ambapo ni kilomita 120. Tukitoka hapo, hiyo ni tarehe 3 mwezi Disemba. Tarehe 4 tumetuma barua. Naomba nitumie nafasi kufahamisha kwamba tumetuma barua ya maombi kwa Mheshimiwa mkuu wa nchi Mama Samia Suluhu Hassan, endapo itampendeza aweze kuwepo kwa ajili ya kutuanzishia mchezo huo wa tarehe 3 mwezi Disemba. Hiyo ni stage yetu ya kwanza. Stage yetu ya pili itaanzia hapo Serena, ambapo tutakuwa tumefanyia tarehe 3 na kuendelea hadi tukienda kusini. Kuna sehemu ya Chigugu kilomita 102. Hiyo ni stage yetu ya pili. Tuna stage yetu ya 3 ambayo itaanzia kwenye daraja la Mkapa, tuendelee hadi sehemu inaitwa Mashujaa Business Center na Ngurukulu kilomita 120. Tukimaliza hapo tutaendelea na kilomita 115 hadi na Ngurukulu. Tutakuwa na baada ya pale tuna kitu mheshimiwa tunaita transfer. Wachezaji wanapakizwa kwenye magari, wataenda mpaka Lindi kutoka na Ngurukulu. Hapo katikati hatutaendesha. Tukifika Lindi tutapiga makambi tulale. Asubuhi pale Lindi tutaanzishwa majaliwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Lindi, tuweze kuendelea tuendeshe kilomita zingine kilomita 115 kutoka Lindi kufika sehemu inaitwa Liputu, Mtwara kusini huko. Pale Liputu tutapata kupumzika na kufanya tena transfer ya pili, ambapo tutapanda kwenye magari tuendelee hadi daraja la Mtambaswala kwenye mpaka wa Tanzania na Msumbiji. Pale tutalala kwenye hospitali ya Mtambaswala, kwenye viwanda vya hospitali ya Mtambaswala, na kesho yake tarehe 7 tutaanzia kwenye mpaka kabisa wa Mtambaswala Bridge, yani Tanzania na Msumbiji wanapogawanyika pale. Ndio tutaanzisha mchezo wetu hatua ya mwisho stage 5 hadi Masasi mjini. Ili kilele cha mchezo kitakuwa mjini Masasi, ambapo ni takriban kilomita 123. Mpaka hapo tutakuwa tumefika kilele
Chatua, ambayo uzinduzi ni Zanzibar, tunaita criterium, mchezo wa uzinduzi. Alafu na stage 5 bara, Tanzania bara. Tunapomaliza tarehe 7 pale Masasi, tutapata kujipakia kwenye magari na kurejea mkoani Dar es Salaam kwa ajili ya shughuli ya tarehe 8 ya utoaji zawadi kwa washindi na kuweza kufunga mchezo rasmi, tukijiandaa kwa kesho yake tarehe 9 kwenda uwanja wa Uhuru kama vijana kutoka nchi mbalimbali kujiunga na Watanzania wanaposherekea miaka 60 ya uhuru. Baada ya kusema hayo, naomba pia nitumie nafasi hii kushukuru tena kwa dhati wadhamini wetu akiwemo Justifit, ambapo ndio host wetu, ndio wenyeji wetu kwa siku ya leo hapa. Naombeni tuwapigie makofi. Pili, naomba kutambua sana mchango wa shirika la Msalaba Mwekundu Tanzania Red Cross Society. Wao ndio watakuwa wanatoa huduma ya malazi kwa maana ya kutupa mahema kwa ajili ya camping. Pili, watatoa huduma za ambulance katika msafara wote kuanzia Zanzibar tuje bara mpaka Mtwara na kurudi. Tatu, litakalofanyika na shirika la Red Cross Society ni utoaji wa huduma ya kwanza, first aid service. Watakuwa wao ndio wanatusaidia katika hilo, na istoshe kutakuwa na uchangiaji damu, kutakuwa na zoezi la uchangiaji damu kwa wananchi ambao watakusanyika maeneo ambayo tutapita kwa ajili ya kusaidia benki ya damu ya nchi kupata nyongeza ya damu, ikiwa ni sehemu ya social corporate responsibility ambayo tutakuwa tunafanya. Na mwishowe katika hilo zoezi la Tanzania Red Cross Society wakishirikiana na Wizara ya Afya, kutakuwepo na utoaji wa elimu ya uviko 19 katika wale ambao watakuwa wamekusanyika. Kutakuwepo na hilo zoezi na pia kuhamasisha watu wakapate chanjo. So Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakuwa na hilo zoezi likiendelea. Pale tunapomalizia na kuanzia, wale kwa hiari watakuwa wamehamasika, kutakuwepo na madaktari kutoka Wizara ya Afya kwa ajili ya kutoa chanjo kwa hao. Naomba niendelee na kushukuru shirika la ndege la Air Tanzania. Air Tanzania tunawashukuruni sana. Naombeni tuwapigie makofi. Air Tanzania, kwanza mimi binafsi Mheshimiwa mgeni rasmi natokea Uganda. Ni ndege ambayo tayari ina safari zake za kwenda nchini Uganda, kiwanja cha kimataifa cha Entebbe. Kwa hiyo wao tunashirikiana nao kwa ajili ya kutusupport katika shughuli yote na kusaidia kwenye tiketi pungufu kwa kuleta wageni nchini Tanzania watakaoshiriki. Tunawashukuruni sana. Bado still naomba pia kutumia nafasi hii nishukuru tena chama cha baisikeli kwanza cha Tanzania. Chama cha baisikeli cha Tanzania tunashirikiana nao kwa karibu. Juzi wiki iliyopita weekend tumehakiki njia mheshimiwa. Tumeenda hadi Mtwara kuhakiki barabara usalama ukoje, na hilo tumelifanya tukishirikiana na chama cha baisikeli cha Tanzania. Mwisho na maana yangu ya kusema mwisho kwa sasa, naomba kushukuru sana Azam Media. Azam Media naomba niwashukuru sana kwa sababu nyinyi mmetupokea kama watoto wenu. Tangu tulipokuja Tanzania mmetuelewa, mkatuunga mkono. Hayo yote tunayoyafanya mnayarusha live. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa tulipo tuko mbashara, wanasema kwa Kiswahili. We are live on Azam Media. Azam Media management, thank you very much, and we look forward to having a great time as we go down south kwenye tour yetu ya Tanzania. Naomba pia nimalizie kwa kushukuru vyombo vya habari katika hili la leo. Vyombo vya habari pia ni sehemu nyeti katika shughuli yetu hii. Kwa hiyo tunaombeni sana tusaidiane katika hili, kufikisha ujumbe kwa wadau mbalimbali, kuhamasisha wananchi waweze kuja kushangilia wageni tutakapokuwa tunashindana kuelekea kusini mwa Tanzania. Naomba sana
nizungumzie kuhusu pia kuna baadhi ya nembo hapa ambapo wenyewe hawajafika, lakini kuna mchakato unaendelea. Kwa hilo naomba kwamba baada ya kikao hiki kutakuwa na kikao kingine kwenye tarehe 25 kwa ajili ya kusema nchi ngapi tayari zimeconfirm na maendeleo yanaenda vipi. Mwisho kabisa, naomba nitumie nafasi hii kutangaza rasmi zawadi zitakazotolewa kwa washindi, ikiwa ndio nahitimisha speech yangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchezo huu utakuwa na wachezaji wa kike na wa kiume. Kwa hiyo tutakuwa na utoaji zawadi kwa washindi watano wa kwanza katika kila stage, isipokuwa Zanzibar kwenye uzinduzi. Ule mchezo wa uzinduzi tumeafikiana na chama cha baisikeli Tanzania na wenzetu wa nje wanaokuja. Mchezo wa Zanzibar tutatoa vyeti kwa ajili ya kuonyesha kwamba wameshiriki, na kule tunaenda kimatembezi zaidi na kupumzika, kujionea uzuri wa Zanzibar. So tuna mshindi wa kwanza wa kiume kwa zile stage 5 nilizosema. Stage ya kwanza mshindi atapata shilingi 500,000. Mshindi wa pili atapata 300,000. Mshindi wa tatu atapata 200,000. Mshindi wa 4 atapata 100,000 na mshindi wa 5 atapata shilingi 50,000. Hao ni wa kiume. Sasa wa kike watapata hivyo hivyo, 500,000 mshindi wa kwanza, 300,000 mshindi wa pili, 200,000 mshindi wa tatu, 100,000 mshindi wa 4 na 50,000 mshindi wa 5. Yaani hiyo ni stage ya kwanza. Na stage ya pili zawadi hizo zitatolewa, na stage ya tatu hadi stage ya mwisho. Baada ya kumaliza hizo stage, kutakuwa sasa na kitu tunaita general classification, yani mkusanyiko wa points ambazo zimetolewa, wachezaji wamepata mpaka apatikane mshindi wa mwisho ambayo tunasema ni overall winner. Sasa pale mshindi wa Tour Tanzania ambaye baada ya mkusanyiko wa points zote wa kiume atapata shilingi milioni 2, na mshindi wa kike atapata vile vile mshindi wa kike atapata shilingi milioni 1. Nitatoa ufafanuzi kidogo katika hili. Wa kike watacheza stage 3. Ukitoa mchezo wa Zanzibar bara tuna stage 5. Wachezaji wa kike watacheza stage ya kwanza da Bagamoyo da. Wacheze stage ya mwisho Mtambaswala Masasi, ambapo sasa watacheza bara stage 2. Kwa hiyo baada ya overall mshindi atapata milioni. Hao wanaume watacheza stage 5. Ndio tofauti ya milioni 1 na milioni 2. Mshindi wa pili atapata milioni kwa wanaume na 500,000 kwa wanawake, na mshindi wa tatu 750,000 na 300,000 kwa wanaume wanawake. Pia mheshimiwa, tunayo kitengo cha nani kacheza zaidi kuliko wengine, mchezaji mahiri kuliko wengine, ambayo tunasema the most aggressive rider atapewa shilingi 200,000 kwa kike na 200,000 kwa kiume. Mchezaji mdogo kwa umri kuliko wote, wa kike atapata 100,000 na wa kiume atapata 100,000. Alafu mchezaji mzee wa mwisho atapata 100,000 na wa kike 100,000. Kwa hiyo tukimalizia kutakuwa na kitu tunaita kutakuwa pia na kitu tunaita race allowance, yani zawadi kwa washiriki. Kila atakayeshiriki mchezo atapewa shilingi 50,000. Kwa hiyo mpaka sasa ndio zawadi ambazo tunaweza kutangaza, ila kwa vile tunaendelea kukutana na makampuni mbalimbali na kuomba kujitolea kuja kushiriki na sisi, endapo sponsorship zikiongezeka. Kwa siku ya leo ni kwamba tumekuwa na mfumo mmoja hapa, lakini nimeona speech iliyotufunika imetoka kwa mwanamama. Ni jambo jema kuona kwamba tasnia ya michezo inavuka
na mmoja wa watu ambao anapush kufanya hiko kitu ni mwanamke, na hii inakwenda katika hatua nyingine kuonyesha kwamba maduka mengi yalikuwa yana vitu vya vifaa vya michezo hususan mpira wa miguu, lakini tumeweza kuona kwamba Just Fit wameweza kuwa na tofauti. Nizungumzie tu kwa udogo kwa sababu naamini kwamba waandishi wa habari ambao wamefika hapa wameweza kuchukua muda wao mkubwa sana, wakati taifa likiwa leo hii lipo katika zile siku 2-3 kabla ya timu yetu ya taifa kuelekea katika mchezo muhimu dhidi ya Congo DRC. Najua kwamba mmechukua muda wenu kuja hapa na bado mna kibarua cha kwenda live kuweza kuhakikisha kwamba mnawahabarisha wana Afrika Mashariki na kwinginepo kuhusiana na tamasha hili kubwa ambayo itafikia kilele chake tarehe 9 Disemba. Kama Azam TV tuliweza kuwa na Mashariki Fest miaka 3 iliyopita na kuweza kufanya tour ambayo ilimalizikia hapa Dar es Salaam na kuweza kujifunza yale ambayo yanapaswa kufanyika. Kwa hiyo kwa niaba ya Azam TV, management ya Azam TV ambayo kwa mara nyingine tena imeenda katika sehemu nyingine ya kudhamini mchezo mwingine, mtarajie kuona ubunifu, production ya hali ya juu eneo kwa eneo, na ukitilia maanani kwamba hii tour nzima itakuwa inazungumzia au kuangaza katika masuala ya utalii. Kwa hiyo tutaweza kutangaza utalii wetu na watu kuweza kufikia katika maeneo haya. Mimi huwa sio mzungumzaji sana nikikaribishwa katika mambo kama haya. Kisema ulitumia dakika ngapi? 10. Haya bwana. Nasema protokali ni kukaribisha wewe ili uweze kumkaribisha mgeni rasmi. Na najua kwa jinsi alivyo tu. Na yupo kwenye vazi rasmi. Basi kuna kitu tutakipokea. Na niko tayari kujiunga na wewe Afande Maro katika volleyball. Najua mchezaji mzuri sana wa volleyball. Na leo umekamata Adidas moja ina swing hivi. Kwa hiyo nishukuru wote ambao wamekuwepo hapa, Air Tanzania, Red Cross, Just Fit ambao wametuwezesha pia kupata eneo hili ndani ya premises za Mlimani City, na sisi kuweza kuja na nyinyi live. Basi niuachie muda wake mgeni rasmi ambaye anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam aliyekuwa awepo leo hii hapa, lakini kutokana na majukumu mengine hatujaweza kuwa naye. Kwa hiyo bwana Kisembo protocol, naomba mkaribishe. Asante sana ndugu. Nimepewa jukumu tu la kukaribisha mheshimiwa mgeni rasmi na siongezi lingine. Kwa heshima na taadhima na kuomba ukaribie podium kwa ajili ya kutoa hotuba yako. Karibu sana. Karibu. Asante ndugu mtangazaji. Basi ndugu wageni waalikwa, wadau mbalimbali ambao mmeshiriki katika kuandaa uzinduzi huu wa haya, hii ni tamasha, sio mashindano, ni tamasha haswa la Tanzania International Cycle Tour. Bila shaka nimepatia. Nichukue nafasi hii kuwashukuru kwa ajili ya tamasha hili ambalo najua litakwenda kufana sana. Litaenda kufana kwa sababu mimi ninaona kwamba lina maslahi makubwa sana kwa upande wa serikali. Maslahi yenyewe ninayoyaona huku tunapoenda kusherehekea miaka 60 ya uhuru. Nimeweza kuona kwamba linakwenda kutukumbusha sisi wa Tanzania na majirani zetu wote wanaotuzunguka na Afrika kwa ujumla, mchango wa Tanzania katika ukombozi wa bara la Afrika kutoka katika makucha wa koloni na mabeberu. Hiyo ni moja nimeona, lakini pia haya hii tamasha linaanzia Zanzibar ambako na kwenyewe ni sehemu ya kihistoria ya uhuru wetu na sehemu ambako ustaarabu mkubwa umeanzia wa kisasa na kusambaa Afrika Mashariki na kati kote. Tunaamini kabisa hili pia linaenda kututangaza vivutio vya utalii tulivyo navyo kama nchi. Kwa hiyo tuna maslahi makubwa katika hilo. Niwapongeze sana wakiwemo Just Fit ambao wametoka kuzungumza hapa, na pia nimeona kwamba tunavyoenda kuinadi nchi pia tunaenda
kupeleka ujumbe kwa wananchi, kuunganisha wananchi, mbali na kuhamasisha ule umoja wa kitaifa na kuhamasisha upendo, kwa sababu michezo inaunganisha watu, ambapo ni kitu ambacho serikali inakitetea, kitu ambacho serikali na advocate. Kwa hiyo tunaamini tunapoenda kuunganisha watu, nimeambiwa kuwa hapa pia tunaenda kuhamasisha suala la afya, tunaenda kuhamasisha wananchi mbinu mbalimbali za kupambana na uviko 19. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba hapa napo serikali inaenda kunufaika na nchi inaenda kupata manufaa tunapoenda kujitangaza, na pia tunakwenda kupambana na zile tabia bwete, yani zile za kukaa na manyama uzembe bila kufanya mazoezi, bila kujishughulisha. Basi wadau mmetuwezesha kwa hili, tunaamini kabisa kwamba tunakwenda kuvuvia yale mawazo tena ya Watanzania wale ambao walikuwa wamesinzia kidogo, waamke kwa ajili ya kujishughulisha na kuweka miili yao sawa sawa kabisa, kuondoa yale magonjwa yasiyoambukiza yanayotokana na tabia bwete za kukaa bila kujishughulisha. Kwa hiyo hili vile vile mmeenda kuvuvia masuala mazima ya uzima na afya ya mwananchi. Tunapoenda mbele ya ile miaka 60 ya uhuru, basi tunaingia tukiwa tuna afya tele na uzima. Lakini pia nimeambiwa kwamba kutashiriki katika tamasha hili waendesha baskeli cyclist wa kimataifa kutoka nchi mbalimbali, ambao bado nimeona na wengine bado wanaendelea kujiandikisha. Kwa hiyo ni wazi kwamba mbali na kututangaza kimataifa, pia tunaenda kujenga jina zuri, na wale watu ambao walikuwa hawaijui Tanzania, hawajui mlima Kilimanjaro unakaa wapi, wataona, watakuja hapa na watapata ukweli halisi. Na sisi kama jeshi la polisi tutakuwa role yetu kama wadau wakubwa vile vile katika hili jambo. Tutakuwa kazi yetu ni ulinzi kote inakopigwa kambi. Tunawasiliana vizuri na maOCD wa maeneo hayo, kuanzia Zanzibar mpaka Bagamoyo, Dar es Salaam wenyewe, mkoa wa Pwani mpaka Lindi, mpaka Mtwara kote huko mpaka Mtambaswala, ili hili swala liweze kufanikiwa na kujenga ile picha tuliyokusudia. Sisi jeshi la polisi tutakuwa imara, na hata kikosi cha usalama barabarani pia kitakuwa imara, kuona kwamba wakati wote wa tamasha hili wale cyclist watakapokuwa barabarani wana ulinzi wa kutosha kabisa, hakuna matishio yote ya ajali wala tishio lingine lolote la maisha yao. Nimeona pia kutakuwa na kiburungutu cha fedha kwa washiriki wote. Kwa hiyo mashindano haya yataleta neema kwa washiriki. Kwa hiyo niwatake Watanzania na wenyewe wazidi kujitokeza katika mashindano haya, mbali na kuboresha afya zao na kutangaza nchi na wenyewe kujulikana mmoja mmoja, lakini vile vile wanaweza wakaibuka na kibunda kikubwa alafu wakaboresha uchumi wao katika kipindi hiki. Mwisho, nimesha hakikisha kwamba sisi tuta coordinate vizuri juhudi za jeshi la polisi, kuona kwamba swala hili kuanzia siku ya kwanza mpaka ya mwisho linakwenda sawa sawa. Na hakikisha hilo kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya Dar es Salaam na kwa niaba ya jeshi la polisi lote, kwamba mpo salama. Nitumie nafasi hii pia washukuru Air Tanzania, kuna Just Fit, naona Red Cross, naona wengi wamejitoa. Nitoe tena rai kwa yale makampuni mengine makubwa. Hii ni nafasi nzuri sana ya kujitangaza, na sisi polisi tumeshajitangaza huko, tunaonekana. Unaona kuna nembo yetu hapo,
na wengine NMB na wengine. Hao watu wameweza kuitambua dili mapema, na mimi niko hapa kuhamasisha na wale wengine waweze kujitokeza katika tamasha hili la kihistoria. Makampuni makubwa kama GGM na yale mengine, mahali pekee ambapo unaweza kujitangaza ni hapa kwa gharama nafuu, kwa sababu mashindano yatakava mikoa mingi, lakini kutakuwa na makampuni ya utangazaji ya nje ambayo yanarusha swala hili. Kwa hiyo mbali na kwamba mtatumika katika kutangaza utalii wa nchi na kuinadi nchi na kunadi umoja wa kitaifa wa nchi hii tunavyoenda miaka 60 ya uhuru, pia mtakuwa mmechangia vile vile kuinua taswira za kampuni zenu na mashirika yenu yaweze kujulikana kimataifa na kitaifa, na hivyo mtakuwa hamkufanya kazi ya bure. Naendelea kuwashukuru. Mimi na jeshi zima la polisi tuko pamoja na nyinyi katika kufanikisha tamasha hili kwa kutoa ulinzi wa wale wote wanaoshiriki huku na mali zao popote pale watakapokuwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Copper Microfinance ni taasisi ya kifedha inayojishughulisha na utoaji mikopo, na tuna aina mbalimbali ya mikopo yetu. Tuna mkopo ambao unaitwa mtaji PAP. Huu ni mkopo kwa ajili ya wajasiriamali kwa lengo kuu kukuza na kuendeleza biashara yake. Lakini pia tuna aina nyingine ya mkopo unaitwa Nivush. Huu ni mkopo unaowalenga wafanyakazi kutoka kampuni binafsi. Huu mkopo unatolewa kama mshahara wa awali au kwa Kiingereza tunasema advance salary. Ili mfanyakazi aweze kunufaika na mkopo wetu, sisi Copper Faster tunaingia mkataba na kampuni husika, na hapo ndipo mfanyakazi anaweza akapatiwa mkopo. Mbali na huduma ya Nivushe, tuna huduma ya wadau. Huduma ya wadau ni huduma inayopatikana kwa mawakala ambao tumewaweka katika maeneo tofauti tofauti, ambao hufanya huduma ya usajili kwa wahitaji wa mkopo, ikiwemo wajasiriamali wadogo na wakubwa, ambao lazima ufike kwa wakala uweze kufanyiwa usajili ili uweze kupata kadi yako ya Copper Faster na kuweza kujipatia mkopo. Pia tuna mkopo wa pesa kwa dhamana ya kadi ya gari yako. Kwa wateja wote wanaomiliki magari, mnakaribishwa sana ili muweze kujipatia mikopo hii kuanzia milioni 1 mpaka milioni 10 kupitia kadi ya gari yako. Au unaweza kutembelea ofisi zetu zilizoko Mikocheni B, barabara ya Rose Garden. Copper Faster, familia huru, tukue pamoja kiuchumi. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.